الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज मैं एक दुआ की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ. Khalifa mtukufu ayyadahullahu taala bin Aziz anasema kwamba leo nataka
kuwakumbusha kuhusu dua moja. मुसलमानों से Dua hii इजाज़त है। inahusu waislamu wote. एक अहमदी को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से Siku hizi kwa kuwahurumia waislamu उसका तकाजा है inatakiwa mwanajumuiya kwa sababu ya mapenzi yake ambayo anakuwa anayo na Mtume sallallahu alaihi wasallam, sawa na mapenzi haya कलेमा पढ़ता है, जो भी अपने आप को anatakiwa kwamba yeyote ambaye anajinasibisha जो भी kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na anatamka shahada, के नुकसान na yeyote ambaye anajiita Muislamu, या किसी na yeyote ambaye kwa kuwa yeye ni Muislamu anahurumiwa na watu wengine और लाकानूनियत है, au katika nchi yoyote ya Waislamu एक अहमदी kuna mfarakano, उसे दुआ करनी चाहिए। kwa ajili ya hii हम mwanajumuiya माने के इमाम ambaye ni Muislamu mkweli anatakiwa afanye maombi. ये फ़र्ज़ बनता है हमारा Sisi ambao tumepokea imamu wa zama hizi, बढ़कर इजहार करने वाले हों। sisi tuna जब हम jukumu kwamba kwa sababu ya में kuwahurumia Waislamu tuwajali sana. करते हैं तो मुसलमानों की Sisi katika ahadi ya bayeti yetu सबसे बढ़कर इस जज्बे की ज़रूरत है। tunaahidi kwamba tutawahurumia viumbe vya Mwenyezi Mungu. Kwa ajili ya Waislamu tunatakiwa tuwe na imani zaidi kuhusu hii. अमली मदद भी मुसलमानों की Sisi hatuna ज़रूरत हो तो कर सकते serikali ya dunia wala fedha sana ili tuweze kuwasaidia Waislamu au nchi za Uislamu, हैं। तनाजुर में hasusan कि हम जाकर मदद कर सकें। sawa na hali ya siasa ya nchi mbalimbali ya Waislamu. Sisi hatuna uwezo wa kuwasaidia, lakini tunaweza kufanya maombi kwa ajili yao. जो अहमदी ममालिक में Na kuhusu hii kila mwanajumuiya anatakiwa azingatie, जिनमें आजकल बाज़ au wanajumuiya ambao wanaishi katika nchi hizi ni wenyeji wa nchi hizi अगर ambapo mfarakano unapatikana siku hizi. हुकूमत या सियासतदानों से Hawa wanajumuiya pamoja na maombi, तो उन्हें इस ikiwa hawa बात चाहिए wanao urafiki na wanasiasa na viongozi, मफादात hawa wanajumuiya wanatakiwa wawakumbushe hawa viongozi के बजाय kwamba masilahi yao ya binafsi, चाहिए। लेकिन अल्लाह माशाल्लाह wao wanatakiwa wazingatie masilahi ya nchi juu ya masilahi yao na faida zao. और हुकूमत जब इक़्तिदार में आते हैं, सियासी लीडर जब इक़्तिदार में आते हैं Lakini ila mashaallah, Waislamu wote wanapopata mamlaka na viongozi wa siasa wanapopata madaraka, इसकी असल वजह तो जाहिर है wao baada ya kupata mamlaka wanasahau haki za binadamu na तरफ मंसूब होते हैं, majukumu yao. जिसके Sababu yake ni wazi kwamba hawana uchamungu, और पढ़ने का दावा करते हैं, wanajinasibisha kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam, जाते हैं कि तुम्हारे में wanadai kwamba wanasoma Qurani tukufu na wana imani juu ya Qurani tukufu, wanasahau mafundisho yake. Tofauti kubwa baina ya Waislamu na wengine ni ya uchamungu. तो जाहिर है कि फिर दुनिया परस्ती और दुनिया Ikiwa tofauti hii haipatikani, basi ni dhahiri katika hali hii मुसलमान kwamba kwa sababu ya tamaa ya dunia wanashindwa मुसलमान के na wanakuwa हो रहा होता है।
chini ya tamaa ya dunia hii. इस्लाम के नाम पर Ingawa wanatumia jina la Islam, wanajiita Waislamu, lakini की जा रही होती है। kwa jina la Islam दौलत को इक़्तिदार की हवस wanakinyaga haki za binadamu नशे को chini ya miguu yao. खुदा ताला के अहकामात पर तरजीह दी Mali na या hamu ya uongozi संभालने के लिए wanatanguliza juu ya amri za Mwenyezi Mungu, au ताकतों का mali na fedha, kwa ajili ya kupata mali na fedha na kwa ajili ya kupata mamlaka. गैर ताकतों के मफादात Wanategemea serikali zingine, अपने हम वतनों और मुस्लिम उम्मा के मफादात की हिफाजत से ज़्यादा ज़रूरी समझी जाती है। wanalinda masilahi ya serikali nyingine अगर ज़रूरत पड़े na wanatanguliza masilahi yao juu ya masilahi ya Waislamu wananchi. फिर हम ये भी देखते हैं Na kwa ajili ya hii, ikiwa wao लालच ने wanataka na ikiwa wao wanalazimika kuwadhulumu wananchi, wanadhulumu. खुद गर्ज बना दिया है Na tunaona hii pia kwamba tamaa ya dunia na ya mali, कि इबादत viongozi wa nchi कोई निस्बत नहीं रहने दी wamekuwa wa aina hii kwamba wanajaza hazina yao अपने लिए है तो एक na hawazingatii haki za binadamu za wananchi. Ikiwa wanataka 100 kwa ajili yao, चलता है कि किसी ni 1% tu ambayo wanatumia kwa ajili ya kutimiza haki za wengine. Sawa na habari zinazopatikana ni kwamba viongozi wengine किसी wametuma dhahabu kilo 100 na wengine wamejaza nyumba zao kwa hazina na kwa mali, na wengine wameweka mali yao katika benki ya Switzerland, na wengine katika nchi रोटी के लिए तरसते हैं। zingine wamenunua mali na property chungu mzima. Wananchi wanakosa chapati na mkate, na hii si hali ya nchi za Arabuni bali Pakistan pia. जिनको एक वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल है। Vitu vimekuwa ghali kiasi hiki kwamba mtu wa kawaida सरबराह जो हैं hapati chapati na mkate wakati mmoja kila siku, lakini viongozi कौम के पैसे से लाखों पाउंड की शॉपिंग कर लेते हैं। kwa ajili ya kuboresha nyumba zao na kwa ajili ya kujaza hazina yao wananunua vitu vya malaki na malaki, मुसलमान सब iwe Pakistan, इनको एक रहनुमा ziwe nchi za Arabuni au nchi za Afrika. और सुन्नत मिली Viongozi wa Islamu ambao walipata असली हालत kitabu तक जिंदा जावेद है na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam कि kama ni kiongozi, और हुकूकुल इबाद na mpaka leo inapatikana katika hali yake halisi. Na उम्मत मुसलमान तो एक तरफ रही kwa kuwa na vitu hivi vyote wanakinyaga haki za wananchi chini ya miguu yao na hawajali kuhusu hii. माल गज़ Si kuhusu nchi za Waislamu tu, bali kuhusu haki za wananchi wenzao hawajali na wananyang'anya mali yao. चलाने वाले हो सकते हैं Na hatuwezi kutegemea watu wa aina hii kwamba wataongoza nchi yao kwa और अफरा तफरी पैदा kwa uchamungu. ताकत के जोर पर कुछ अर्सा Hawa watu हुकूमतें तो कायम कर सकते हैं। wanaweza kueneza ufisadi na fitina katika nchi. सुकून का बायस नहीं बन Kwa kutumia nguvu yao wanaweza kuendelea na uongozi, सकता जाहिर होता है। lakini hawawezi kuwa utulivu kwa ajili ya wanadamu wa kawaida. जाहिर होता Basi katika hali hii watu wanaonyesha jazba yao, बल्कि अंदर ही अंदर एक na baadhi wakati inaonekana kwamba imetokea mara moja, lakini hii haitokei mara moja, bali ndani kwa ndani
inaendelea kukomaa, अपने वक्त पर ज़ाहिर होगा। na katika nchi zingine imeshaanza kuonekana, भी ताकतवर na nchi zingine itaonekana wakati wake. Na hii inapopasuka, yani jazba hii inapopasuka, inapoenea, basi viongozi wa dhalimu wanashindwa, का जालिम के खिलाफ रद्द-ए-अमल होता है। na kwa sababu hawana mwelekeo kwa ajili ya katika hali hii, की जा रही होती है और जब मजलूम कामयाब हो जाए mtu ambaye amedhulumiwa जुल्म पर उतर आता है। kwa ajili ya kupata uhuru anatumia nguvu yake yote, na को बहुत ज़्यादा anaposhinda na anapofaulu, basi yeye pia anaanza kuwadhulumu wengine. Ndiyo maana anasema mwanajumuiya कि हर मुल्क anatakiwa afanye maombi sana kwa ajili ya nchi za Waislamu की एक तवील दास्तान kabla ya hii, kwamba kila nchi ipate hali hii, kisha और अवाम दोनों को अकल दे, kisha dhuluma iendelee kwa muda mrefu. किताब फरमाए Mwenyezi Mungu अगर मुसलमान ajalie akili nchi mbalimbali na viongozi, तो जहाँ na wapate akili na uchamungu. Viongozi wa Islamu wangekuwa na uchamungu na imani दान kamili, जमहूरियत के नाम पर हुकूमत कर रहे हैं, वो अपने अवाम के हकूक़ के ख्याल रखने के वाले viongozi ambao wanatawala फिर इस्लाम kwa jina la ufalme au viongozi kwa jina la siasa wanaangalia, lazima wangezingatia haki za wananchi wenzao. बल्कि मुसलमान ममालिक Kisha kuna idara moja ya nchi za Waislamu, na idara hii isingekuwa idara ya jina tu, होते एक दूसरे की, ना कि अपने मफादात के लिए। bali kwa kutimiza haki za uadilifu idara hii ingesaidiana, yani Waislamu wangesaidiana तो आलम इस्लाम की एक हैसियत na wasingesaidiana katika dhuluma. Ikiwa wangekuwa na uchamungu, बड़े आज़म एक शहर Waislamu wangekuwa na sauti और दूसरे बड़े आज़मों के भी na sauti yao ingesikilizwa. हिस्से Sehemu kubwa ya Asia हिस्सों में इस्लामी ममालिक हैं, na vile vile इस्लामी हुकूमतें हैं, लेकिन sehemu zingine za dunia pia अमूमन ni nchi za Islam, ni uongozi wa Islam, किसी से जाना जाता है या lakini duniani किसी से जाना जाता है या कुछ katika nchi hizi zote wanajulikana kama ni watu maskini na watu ambao hawana maendeleo, हुकूमतों के ज़ेर नगी हैं, au wengine wanaitwa kwamba wamepata maendeleo kidogo, na wale ambao wana mali ya mafuta wao pia wako chini ya गरीब मुल्कों के serikali zingine, उनको देते हैं mkopo wao na msaada wao होते हैं गरीब मुल्कों के लिए, उसकी डोर भी ambao wanawapatia nchi maskini, कि खौफ खुदा ना होने की वजह से खुदा के बजाय kamba yake pia ni mikononi mwa नाअहली और जहालत wengine. Hii ni kwa sababu ya kwamba hawana hofu ya Mwenyezi Mungu, na badala ya kumwogopa Mwenyezi Mungu wanawaogopa watu, करने में na kwa sababu ya ujahili wao na kwa sababu ya masilahi yao हालांकि मुसलमान ममालिक hawawezi kutumia mali yao kwa ajili ya kusogeza nchi yao na kuboresha nchi yao, मुख्तलिफ नौ फसलें ilhali पैदा करने की काबिल है। mali ya mafuta ya nchi za Islam वसाइल की दौलत अफरादी और inaweza kusaidia katika kilimo, जहन से kuzalisha में एक इनकलाब पैदा कर सकते हैं, mimea. लेकिन ये सब कुछ Kwa kutumia fedha na akili, nchi hizi zinaweza kuleta mapinduzi duniani, आखिर क्यों मुसलमान मुल्कों के साइंसदान lakini haya yote kwa sababu wanatanguliza masilahi yao juu ya faida ya wananchi. Hii haitokei.
तरक्की याफ्ता ममालिक में जाकर करवाते हैं, इसलिए कि इनकी कदर अपने मुल्कों में उस हद तक नहीं है। kwa nini wanasayansi wa nchi za waislamu wanafanya kazi katika nchi zingine? Kwa sababu yake ni kwamba wao hawana heshima katika nchi zao, hawapati facilities katika nchi zao. Wanapopata maendeleo kidogo, viongozi मलेशिया मुस्लिम wa nchi बड़ा तरक्की याफ्ता wanawazuia kupata maendeleo. लेकिन तरक्की Malaysia ni nchi ambayo imepata तकदीर ममालिक में maendeleo katika teknolojia, बहरहाल यहाँ फिर वही बात आती है lakini nchi ambazo zimepata maendeleo zinaona kwamba nchi hii pia imepata maendeleo kidogo. कि तकवा कोई नहीं, Sababu yake ni moja tu, kwamba hakuna uchamungu, na pamoja na hii kwamba hakuna uchamungu, अगर हमने तरक्की करनी है wanasema kwamba hawa ni Waislamu. सही कदरों की पहचान करनी होगी हमें, Ikiwa sisi tunataka maendeleo, किस कदर फिक्र अंगेज है tunatakiwa tuelewe दूसरे के भाई हैं, mambo haya yote. एक उसको तकलीफ होती है, Hali ya siku hizi ni hali ya fikira sana. ये फरमाता है Mwenyezi Mungu anasema kwamba waaminio ni ndugu, mmoja anapokuwa katika shida mwingine pia anapata shida. Qur'ani tukufu inasema kwamba innamal mu'minuna ikhwa, yani waaminio ni ndugu. कि हुकूमत ने Lakini katika nchi zingine, कानूनी इख्तियार के तहत kwa mfano katika Misri pia habari imepatikana, na katika nchi zingine pia habari hii imekuja kwamba इसी पर बस नहीं बल्कि आवाम को भी आपस में लड़ाया गया है, serikali imefanya dhuluma dhidi ya wananchi, उन्हें lakini गोया रियाया hawakushiba लड़ी hivi, bali अदा किया, walifanya hila ili wananchi wapigane, na waliwapatia silaha wengine, na wananchi walipigana. एहतजाज का इजहार नहीं करते, उस वक्त तक हुकूमत को भी Ikiwa hawa wanadai kwamba wanaongoza sawa na Islam, katika hali hii, ikiwa wananchi डिजायर हुआ है hawavunji sheria ya nchi, wana viongozi pia hawatakiwi wavunje sheria ya nchi. मगरिब की नकल में Lakini viongozi wamefanya hivi kwamba wamewaua watu, wananchi wengi, mamia. Katika nchi za Ulaya wanasema kwamba wana demokrasia, lakini upande mwingine hawana subra. Na juu yake ni hii kwamba Muislamu anafanya dhulma juu ya Muislamu. Ikiwa wanataka kufuata demokrasia, Waislamu wanatakiwa wawe na subra. वो भी उन्होंने नहीं किया, Idara ya nchi za Waislamu, ये सब कुछ kazi iliyotakiwa ifanye idara hii haikufanya kazi ile. मिस्र, ट्यूनिस या दूसरे मुल्कों में हो रहा है, लीबिया वगैरह में, Hii yote katika wiki chache zilizopita katika Misri na Tunis na Libya, शिद्दत पसंदों के हाथों अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हो रहा है, ये सब आलमी आओ नामी का बायस है, yoyote ये सब उस iliyo भाईचारे की नफी हो inayoendelea katika nchi ya Afghanistan na Pakistan, hii yote ni fedheha kwa ajili ya Waislamu. Hii yote ni kinyume ya udugu फरमाया एक जगह कि इस वक्त तक तकवा ambayo Waislamu wanatakiwa wawe na hali hii ya udugu, kama aliyosema Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam इस्लाम की साख कायम करने, kwamba siku hizi uchamungu haupatikani. अमन पैदा करने के लिए अवामुन्नास Kwa ajili ya kuboresha jina la Islam na kwa ajili ya kuleta amani na usalama, जिसकी तरफ watu तवज्जो देने को तैयार नहीं, kwa ajili ya kuleta amani baina ya wananchi na viongozi, kuna haja ya uchamungu, कि तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हुए na hakuna anayezingatia kuhusu hii.
तकवा के रास्ते की तलाश करे। kuna njia moja ya kuzingatia hii ni kwamba kila moja atubu na afanye istighfar फसाद की सूरत na atafute njia za uchamungu इसकी तलाश करनी चाहिए। na aone zahara alfasadu fil barri wal bahr. Hali hii inapopatikana, हमने भी katika hali hii mtu anatakiwa atafute nini? Katika Qurani tukufu Mwenyezi Mungu ameeleza इस फसाद को jibu lake ni nini, na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pia ameeleza waziwazi jambo hili इस ज़माने में kwamba kwa ajili ya kuondoa ufisadi hii ni njia moja tu, na njia ile वसल्लम का सलाम ni जब तक kumpokea जो नहीं करेंगे imamu wa zama hii बढ़ते जाएंगे। na इस्लाह के लिए kumfikishia salamu ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Madamu hawatazingatia hii, tamaa ya dunia itaendelea kuzidi खुदा ताला na njia za Islamu badala ya kuwa nuru itaendelea kuwa giza kwa ajili yao, na hakuna jibu lingine min zaidi ya hii, जिसकी रान kwa sababu cha Mungu unapatikana kwa ने फरमा दी। kuwa na ukaribu na Mwenyezi Mungu, किसी ने मुझे एक वेबसाइट से na hali hii itapatikana kwa sawa na uongozi wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Hivi karibuni मुसलमान तंजीम है mtu mmoja alinitumia kibuli alichotoa katika internet. Idara moja मुल्कों में ya Waislamu ilieleza habari sawa na hali ya siku hizi, na ilisema kwamba मुख्तसर बयान कर देता kwamba jibu la mambo yote yanayotokea siku hizi jibu lake ni nini. हूँ। उन्होंने मिसाल ली है Naeleza muhtasari wake, anasema kwamba कुरानों के खिलाफ Waislamu wa आज़ादी देकर dunia nzima, na ametoa mfano wa Misri na Tunis, उसका हम इन वाक़यात पर चंद ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं। kwamba wanafurahi kwa kuona hali na juhudi iliyofanywa katika nchi hizi. Tunataka kueleza ज़रूरत है कि ज़ालिम maoni yetu. के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। मिस्र और तुनिस के Imekuwa wazi kwamba siku hizi फिर आगे Waislamu wanatakiwa watoe sauti dhidi ya viongozi wa dhalimu, ऐसी इस्तिलाहात इस्तेमाल कर na mfano ni Misri. एक खौफनाक मजहब के तौर पर दिखाई देता है। Kisha kuhusu media ya Ulaya anasema kwamba हालांकि kwamba media inatumia maneno dhidi ya Islam kiasi hiki kwamba inaonekana kwamba Islam ni hatari na ni hofu kwa ajili ya watu wengine. फिर कहते हैं Kisha anasema kwamba watu ambao hawataki kupokea nidhamu ya halifa, इस्लामी na तब्दील करने का Qurani tukufu na Sunna inaeleza kuhusu halifa. Kisha anasema kwamba hii ni propaganda dhidi ya Waislamu ili watu wachukie nidhamu ya Islam na mafundisho ya Islam. की इज्जत और Na sisi hali hii tunaona tangu miaka 10 iliyopita, रोजमर्रा की ज़िंदगी से लेकर सियासत के ईवानों तक असरअंदाज होता है। फिर कहते हैं कि shambulio hili linafanywa dhidi ya heshima ya Qurani tukufu तर्ज़ हुकूमत na dhidi ya heshima ya Waislamu, ni athari yake inafika mpaka bungeni. इस्लाम में इत्तेहाद की Kisha anasema kama katika nchi ya Islam uhalifa ni dalili ya umoja, ndiyo maana hii ni uhai wa dini yetu. कि इस्लामी तर्ज़ हुकूमत में Kuna सिर्फ खिलाफत ही है matamanio ya umoja katika Islam. किए जाते हैं जो रियासत को जवाबदेह होते हैं। Kisha anasema kwamba ni khilafa tu ambayo inaweza kuwachunguza hawa viongozi wa Islamu. Sehemu yote viongozi ambao wanachaguliwa, को काले पर फोकियत नहीं होती। na kuna nidhamu ya media na mahakama, अमीर और गरीब के लिए एक ही na mwanamke anapata heshima, na hakuna tofauti baina ya meupe na meusi, इस्लाम की na inakuwa kanuni moja kwa ajili ya mtu yeyote. Na hii ndiyo ni njia moja tu, कोशिश की है। kwamba kwa kufuata njia hii viongozi na Waislamu wanaweza kueneza nuru ya Islam tena duniani. में प्रोपेगेंडा करें और उसके खिलाफ जो दुनियावी निज़ाम है उसके खिलाफ Amewahimiza Waislamu kwamba खिलाफत के क़याम की कोशिश करें wao waeneze mafundisho और
na ya islam na kuhusu nidhamu ya islam wawahimize watu wengine, ये करने के लिए na bila hii mabadiliko hayawezi kupatikana duniani. Huzur anasema kwamba hii ni muhtasari ya aliyosema aliyoandika, ni waislamu kwa ajili ya kuleta uadilifu na kuleta amani na usalama. Bila shaka ni nidhamu moja tu ya uhalifa ambayo inaweza kuelekeza waislamu. अवसर तौर पर दिलवाई जा सकती है। ये लिखने वाले ने बिल्कुल सही लिखा है। Nidhamu hii inaweza जो सोच इसके पीछे है kuwakumbusha viongozi kuhusu majukumu yao. जो तरीक इन्होंने बताया है Aliyeandika ameandika sawa, lakini fikira ambayo inapatikana nyuma ya hii fikira hii si sahihi. Njia aliyoeleza, yani watu wasimame na kwa nguvu walete nidhamu ya halifa, hii si sahihi. जैसा कि मैंने कहा Hakuna shaka kwamba kwa kufuata nidhamu ya halifa mafanikio yatapatikana katika nchi za Waislamu, उनको सही रास्ते पर, lakini kama niliyosema kwamba idara hii लेकिन imeeleza आवाम और इंसानों की कोशिशों से jibu nzuri na solution nzuri kwa Waislamu, lakini kwa ajili ya kupata jibu hili na nidhamu hii haiwezi kupatikana kwa sababu ya juhudi ya watu na ya Waislamu. खौफ और Je, uhalifa uliopatikana baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ulipatikana kwa juhudi ya Waislamu? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को Kwa kuwa Waislamu walikuwa na hofu, lakini Mwenyezi Mungu aliteremsha utulivu juu ya mioyo ya Waislamu na मुमिनीन के लिए एक alimchagua Hazrat Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kuwa halifa wa Islam. अपने बाद Basi halifa ni neema na inaya ya Mwenyezi Mungu, ने की पेशगोई फरमाई थी। ni inaam kwa ajili ya waaminio. हर आने वाला Mtume sallallahu alaihi wasallam baada yake दौर ही बयान फरमाई, alitoa bishara kwamba uhalifa utapatikana, एक उम्मीद की किरण दिखाई kisha alisema kwamba baadaye kila zama itakayokuja baada ya uhalifa itakuwa wakati wa dhulma. Kisha alionyesha matarajio ya nuru ambayo ilikuwa sawa na waakharina minhu lamma yalhaqu bihim. जो गैर अरब और फारसी रसूल होगा। Maelezo yake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alieleza hivi kwamba Masihi na Imam Mahdi atakuja ambaye atakuwa Mwajemi, si Mwarabu. बस अगर मुसलमानों ने खिलाफत की Sawa करनी है तो इस na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atakuwa nabii bila sheria. Ikiwa watu wanataka kuendeleza nidhamu ya halifa, wazingatie bishara hii. Inapatikana katika riwaya moja, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema फिर अल्लाह ताला unabii utapatikana baina yenu Mwenyezi Mungu atakapotaka, kisha Mwenyezi Mungu atachukua, kisha nidhamu ya halifa itapatikana, kisha Mwenyezi Mungu akitaka atachukua neema hii pia, kisha katika महसूस करेंगे sawa na kudra yake ufalme wenye dhuluma itapatikana, na kwa sababu ya hii watu wataunjika moyo. और इस सितम के दौर को Baada ya dhama hii tena ufalme mwingine jabiri na dhalimu itapatikana. Katika hali hii Mwenyezi Mungu खिलाफत के क़याम के लिए ghara yake अल्लाह ताला itaondoa hali hii, kisha uhalifa utapatikana chini ya unabii. Basi ilipangwa kwamba nidhamu ya halifa itapatikana chini ya rehema ya Mwenyezi Mungu, si kwa sababu ya kufanya maandamano तो किस फिरके के हाथ पर तमाम मुसलमान इकट्ठे होंगे। na kwa kuonyesha jazba na hasira. Je, wataleta uhalifa wao? Na wakileta uhalifa, Waislamu watajumuika. Hawawezi kusali nyuma ya madhehebu mwingine. एक ही हल है कि पहले मसीह मौत को माने और फिर
आप अलैहिस्सलाम के बाद basi jibu lake ni moja tu, की जारी खिलाफत को मान kwanza wampokee Imam Mahdi, जो शिद्दत kisha baada yake शिद्दत पसंदी के wakubali uhalifa unayoendelea. मुस्लिम उम्मा के दो ग्रोहों के दरमियान गोलियां चलाने Huu ni uhalifa uliopatikana si kwa sababu ya hasira na बल्कि ये jazba ya watu, अल्लाह ताला के रहम को si kwa sababu ya kupiga risasi na kupigana, bali uhalifa huu ulipatikana उसकी अनायत से मिलेगी, तो वो ना kwa rehema ya Mwenyezi Mungu, मुस्लिम उम्मा के na uhalifa unaopatikana kwa rehema yake बल्कि कुल दुनिया के लिए na अमन की जमानत होगी। kwa baraka yake. तो को Uhalifa huu utakuwa kwa ajili ya ईमानदारी की तरफ तवज्जो दिलाएगी, mapenzi ya Waislamu, bali kwa ajili ya mapenzi ya dunia nzima, को ईमानदारी और मेहनत से na utawakumbusha majukumu ya viongozi, बस जमात अहमदिया तो हमेशा की तरह आज भी na utawakumbusha wanadamu kuhusu majukumu yao. उसका एक ही हल पेश करती है, Basi jumuiya Ahmadiyya kama ni kawaida, एक हाथ पर जमा होकर ufisadi wote unaopatikana, jumuiya inatoa jibu lake moja tu, kwamba kwa ajili ya kuwa umma bora mujumuike chini ya खुदा ताला से mkono mmoja, अपनी दुनिया और आखिरत संवारने वाले na kwa kuondoa hofu muwe dalili ya amana na usalama, कि खुदा ताला na kwa kuwa na karibu na Mwenyezi Mungu muboreshe akhira yenu na dunia yenu, ताकि खैर उम्मत na uwe na yakini hii kwamba Mwenyezi Mungu leo pia anaweza kuongea na mtu yeyote, आने के इमाम से ili होने से होगा। heshima ya umma bora iendelee kuonyesha हालत भी संवरेगी। shani yake, बस मुसीबत na hii yote itapatikana kwa ungana na imamu wa zama hii, कि ये आजिज भी इसी काम na hii ndiyo ni njia moja tu ya kuboresha hali ya Waislamu. Ndio maana Sayyidina alayhi salatu wasallam anasema sehemu moja kwamba mimi फरमाया nimetumwa kwa ajili ya kazi hii, कि मसीह के हाथ ili से जिंदा होने वाले मर्द amri zote za Qur'ani tukufu zielezwe waziwazi. जो मुझे दिया गया है, Amesema kwamba anasema kweli kweli kwamba wale wote waliuishwa na Isa wamekufa, lakini yeyote ambaye atakunywa kwa mkono wangu yeye hatakufa. कह सकता है तो समझो Maneno ya kupatia uhai na hekima ambayo natoka mdomoni mwangu, ikiwa mtu mwingine anaweza kusema kama anasema mimi, basi katika hali hii mimi si kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Lakini kama hekima hii na maarifa hii ambayo ni maji kwa ajili ya mioyo iliyokufa haiwezi kupatikana sehemu nyingine, जमीन पर उसको कोई basi nyinyi hamtakuwa na udhuru wowote dhidi ya dhulma hii, kwamba umekataa chemchem ambacho kilifunguliwa mbinguni. Hakuna mtu anayeweza kufunga hapa ardhini chemchem hiki. Msifanye haraka kwa ajili ya kushindana na kukataa, वल्फुआदा कुल्लो na msiwe chini ya hii kwamba ma takfu ma laysa laka bihi ilm, यकीनन कान आँख और दिल सबसे पूछा जाएगा। yani फरमाया कि ikiwa nyinyi hamna elimu msifuate jambo lile, bila shaka mioyo na masikio na macho yataulizwa. ऐ मुसलमानों, Amesema kwamba msizidi katika dhana mbaya, isije mkakamatwa kwa sababu ya maneno yenu. अलैहिस्सलाम पर Kisha anasema, ewe enyi Waislamu, ikiwa nyinyi kwa moyo safi कि नुसरत का वक्त आ गया और ये mnamkubali mnamwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, इसकी बिना डाली na mnasubiri msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu, sikilizeni kwamba msaada umeshafika. खुदा ताला Na hii si kwa sababu ya hila ya binadamu, bali ni Mwenyezi Mungu mwenyewe ameleta, na habari yake ilipatikana. सो शुक्र करो और खुशी से उछलो। जो Mwenyezi Mungu amewakumbuka, mulikuwa karibu kuanguka katika shimo la maangamio, lakini Mwenyezi Mungu amewaokoa. Kwa hivyo mfurahi, siku ya faraha imeshafika. कभी जाया Mwenyezi Mungu hataki kukata bustani yake ambayo ilitayarishwa kwa kumwaga damu ya watu kweli. जिसमें मौजूदा बरकत कुछ भी ना हो, Mwenyezi Mungu hataki
kwamba sawa na dini ya watu wengine islam pia iwe historia. बस अल्लाह ताला की रहमत के जोश ने जिस खलीफतुल्लाह Mwenyezi Mungu wakati wa giza analeta nuru yake. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की Basi rehema ya Mwenyezi Mungu alituma मान ले आए, halifa wake, हकीकी नूर को हम पर आश्कार कर दिया। आपके बाद na yeye sawa na bishara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ameleta Islam kutoka mbinguni hapa ardhini, na ukweli wa Islam amethibitisha. और इस निज़ाम Na baada yake nidhamu ya halifa sawa na bishara yake inaendelea. कि जब मैं जाऊंगा Na kuhusu nidhamu hii ya halifa, Sayyidina alayhi salatu wassalam जो हमेशा alitoa bishara kama Mtume sallallahu alaihi wasallam ये बात alitoa bishara. जैसे कि मैंने कहा Amesema kwamba mimi nitakapoondoka Mwenyezi Mungu ataleta kudra yake ingine ambayo itaendelea इस पैगाम को pamoja nanyi ज़रूर पहुँचाएँ। daima. अपनी बका खिलाफत की Basi wanajumuia sawa kadiri ya uwezo wao wanatakiwa wapeleke na ufikishe ujumbe huu duniani, kwamba ikiwa maisha yenu एहतजाज की ज़रूरत नहीं। yanaonekana nyuma ya ngao, basi neema hii sawa na bishara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inaendelea. Kwa ajili ya hii hakuna haja ya kufanya maandamano wala haina haja ya kupiga risasi, ना कि na inam hii na zawadi hii inaweza kupatikana kwa rehema ya Mwenyezi Mungu, na ilipatikana sawa na rehema yake, si kwa sababu ya juhudi yetu. जो अल्लाह ताला Nyinyi njoni करने का uwe chini ya nidhamu hii ili muweze kupatia nguvu Waislamu, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम na hii ndiyo ni njia moja ya kukamilisha imani juu ya Mwenyezi Mungu, na hii ndiyo ni njia moja tu ya अल्लाह करे ku मानों को इस बुनियादी नुक्ते की समझ आ जाए और kuonyesha mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mwenyezi Mungu ajalie kwamba Waislamu waelewe nukta hii na maarifa hii na wafuate maamri zote za Mwenyezi Mungu. रूहानी तरीका है Halifa mtukufu anasema kwamba hii ni njia ambayo wamesema wenyewe kwamba yani njia hii ya halifa ni njia moja tu ya जिसकी तरफ हमें ya kwa ajili ya Waislamu, kwamba kwa njia hii wanaweza kupata fadhila za Mwenyezi Mungu. और तवज्जो दिलाते रहेंगे Kuhusu hii sisi wanajumuia wakati wote tukipata nafasi tunakumbusha kuhusu neema hii, na tutaendelea kukumbusha जैसा कि मैंने कहा kwamba kwa kumpokea imamu wa hii muhakikishe maisha yenu ya kiroho. Lakini kama niliyosema kwamba wanajumuia wazingatie maombi pia, मुसलमान na waendelee kuwaelimisha watu na kuwafahamisha. और खुदा का खौफ रखने वाली Fanyeni dua hii kwamba Mwenyezi Mungu अभी तक हाँ किसी भी किस्म Mwenyezi Mungu की या फिलहाल aipatie ज़ाहिर सुकून है kila nchi uongozi wenye akili na fahamu na maarifa. नजर आते हैं हमें Ikiwa nchi yoyote kuna mfarakano au kuna utulivu au amani unapatikana, ni kwa sababu ya masilahi ya viongozi wa nchi zile au nchi ile, चेहरे बदल जाते हैं लेकिन तौर तरीके वही रहते हैं na wale ambao ni viongozi wa kesho wao pia wana silahi ya aina hii. Nyuso zinabadilika, lakini wanafuata nyayo zile zile. तो जाबर बादशाह भी Kwa katika nchi zingine watu wameonyesha jazba yao na maji yamepita juu ya vichwa vya watu. हमला को इतना नुकसान Katika hali hii wafalme wadhalimu pia wameanza kusema kwamba wanazingatia haki za wanadamu. Wangezingatia kabla, hali hii isingepatikana na watu wasingedhulumiwa na wasingeuawa. हकीकत में Na inaonekana kwamba kila nchi imekosa amani na nguvu. वाली हैं या फसाद पैदा करने वाली हैं Nguvu जहाँ मजबूत
gani inafanya kazi nyuma ya hali yote कि हमसाया मुल्कों ni haijulikani kwamba ni kuleta amani au ni kwa ajili ya kupata utawala. मज़ीद सहूलतें देंगे। तो बहरहाल Saudi Arabia pia kwa kuona hali ya nchi zingine za jirani wamesema kwamba sisi tutawapatia faida wananchi wetu. Katika hali hii nguvu zingine na watu wengine wanakuja juu, जो बड़ी ताकतों को na watu hawa wanafanya mipango ya kuja uwanjani kwa hila mpya. साबका हुक्मरानों ने अपने आकाओं के सामने कुछ लोग रखती हैं Wapo watu ambao wanasema kwamba nyinyi umeshaona viongozi wenu wa zamani, basi mtupatie nafasi sisi sasa. आएंगे कि हुकूमती Na wanakuja kwa ahadi hii, तुम्हारे मफादात की हिफाजत भी होती रहेगी। au watakuja kwa ahadi hii बदलने से kwamba हो जाएंगे, कुछ देर के लिए उनकी तसल्ली हो जाएगी और बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। kwamba polisi ya तो सोच उभर रही है serikali itakuwa ile ile, lakini maslahi yenu na faida yenu itaangaliwa. Na katika hali hii mfarakano utakwisha, utapatikana, lakini fikira inayopatikana siku hizi na करते हैं कि लोगों में इतना शऊर पैदा हो गया है, mambo yanayopatikana siku hizi कामयाब नहीं होने देंगे। haya yanaonyesha kwamba watu wamepata लंबा चलता akili kwamba hila yao hii haitafanikiwa kwa muda mrefu. कि इन हालात Inawezekana kwamba mfarakano uendelee मजहबी शिद्दत kupatikana kwa muda mrefu. Na jambo lingine lenye hatari ni kwamba katika hali hii इब्तिदा में ऐन मुमकिन है wale ambao ni magaidi wao pia wanataka kupata faida. या इजहार ये करें कि हम मुतदिल हैं। Inawezekana ऐसा kwamba waonyeshe kwamba waadilifu, मजीद lakini polepole खतरा है। wataonyesha जाहिर है बड़ी ताकतें इसके tabia yao, na katika hali hii imtihani nyingine itaanza ya Waislamu. वो मुसलमानों को Ni dhahiri kwamba katika hali hii बायस होगी, nchi zingine yenye nguvu, बर्दाश्त नहीं करेंगी। hila watakayofanya itakuwa kwa kupatia hasara Waislamu. बड़ी ताकतों की Hatakubali hata kidogo kwamba katika जो आहिस्ता आहिस्ता maeneo fulani masilahi yao yakosekane. इसके नतीजे में बेचैनी और फसाद मुख्तलिफ किस्म के की Hizi wana vita baridi ambayo inaendelea kuzidi polepole, गरीब मुल्क na kwa sababu ya kuwasaidia magaidi ufisadi utaendelea kuzidi na kuenea. बड़ी ताकत Siku hizi टकराव के अपना kati za Waislamu टकराव की वजह से हैं। kwa sababu ya ufisadi na fitina yao, और जैसा कि मैंने कहा मुसलमानों ina sababu masilahi yao, कहा नहीं करते kama niliyosema kwamba ना और तकब्बुर और जाती मुफादात katika nchi Waislamu hawatimizi haki za nchi wala haki na kusilishwa na watu wengine, kisha mulla Mungu. बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और ये Huyu ni hatari zaidi kuliko viongozi hawa ambao wanazingatia masilahi yao, na inaweza kuwa hatari kwa ajili ya dunia. इक़्तिदार पर कब्जे के लिए Hali hii inayopatikana ni ya hatari sana. Kuna haja sana ya kufanya maombi katika hali hii kwa ajili ya kupata utawala na kwa ajili ya kupata masilahi yao. मुसलमान दुनिया में अंदरूनी और बैरूनी ताकत Kila mmoja anajitahidi apate utawala. कौन इन चीज़ों में कब्जा करता है पहले, जिसकी वजह Katika nchi za Waislamu kuna mashindano kwamba nani atapata utawala, से कौमें na kwa sababu ya hii watu wa kawaida, wananchi wanadhulumiwa. पिछले जाती हैं। Nchi inapopata maendeleo kidogo, tena wale ambao wanazingatia masilahi yao की कर रहा है जाकर जैसे यूरोप wanawarudisha tena nyuma. मुल्क में आ गए हैं। Kulikuwa wakati ilikuwa inasemwa kwamba Iraq inapata maendeleo kiasi hiki kwamba inaonekana kwamba खंडर बना दिया है। tumeingia katika nchi ya Ulaya,
lakini katika miaka 30 iliyopita ufisadi ख़ास तौर पर umefanya nchi hii kuwa gofu, na kwa sababu ya hii nchi za Arabuni hasusan na nchi zingine za Afrika ambazo zinampakana na nchi za Arabuni utulivu umekosekana. तो नाम नेहाद इस्लामी तंजीमें Superpass kwa sababu wa maeneo haya wanataka hata utawala. Vile vile idara mbali za Waislamu pia zinataka utawala. Watu wa kawaida wanaonyeshwa खैर खाई नेक bustani nzuri kwa pande zote. उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें तो ना कभी बेचैनी फैले, ना ही शिद्दत पसंद तंजीमों को उभरने का Ikiwa viongozi wanataka kuangalia haki za binadamu, basi katika hali hii mfarakano hauwezi kupatikana, wala watu wengine hawawezi kupata masilahi yao kwa kutumia njia mbaya. ले जाते नज़र आ रहे हैं। Haya yote yanayotokea, dhulma inayotendeka siku hizi duniani कायम ना हुआ inapeleka dunia hii katika maangamio. तबाही और जंग दुनिया को लपेट में ले ले Ikiwa uchamungu hautapatikana na uadilifu hautapatikana, ikiwa si leo, kesho dunia hii itakuwa chini ya vita, काम है अल्लाह ताला na si mbali kwamba sababu yake को इंसाफ पसंद iwe nchi nyingine za Waislamu. तमाए Basi hali hii ni ya hofu na ya fikira. तावन वाले Mwenyezi Mungu अमल करने वाले हों, Mwenyezi Mungu aipatie nchi za Waislamu viongozi wenye uchamungu, चाहने वाले हों, waweze kufuata uchamungu na पर कायम रहते हुए waweze kusaidiana kwa jina la wema, na waweze kutaka msaada kwa jina la wema. Wale watataka msaada kwa watu kwa wema, कायम रहते हुए अदा कर रहे होंगे। na wale kwa mijirani watakuwa na urafiki kwa sababu ya uchamungu, na watatimiza haki kwa uchamungu. Katika hali hii amani itapatikana na usalama utapatikana, na nchi pia itapata maendeleo. Kwa kidhahiri hali ni aina hii kwamba taawanu alal birri wa taqwa, hali hii haipatikani, haionekani, bali kila mahali zahara alfasad fil bahri, hali hii inaonekana. तक अपनी आवाज़ Katika hali hii kama nilivyosema kwamba tunaweza kufanya maombi अमन की ज़मानत au sana sana tunaweza kufikisha sauti yetu kwa watu maalum. लेकिन अहमदी Duniani siku hizi wanajumuia ni dhamana ya amani. ज़ात पर इन्हिसार करता है। खुदा ताला की Mwanajumuia ambaye anaangalia nishani za Mwenyezi Mungu, खुदा ताला का खौफ anamtegemea Mwenyezi Mungu, रखने की कोशिश करता है। anaona kudra ya Mwenyezi Mungu, एक बंगाली प्रोफेसर anajitahidi kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu mioyoni mwake kwa ajili yake जमात अहमदी अक्सरियत में kumwelekea na kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu ni kila kitu. Hivi karibuni profesa mmoja wa Bengali alikuja kukutana nami, akasema kwamba kuna dalili kwamba ikiwa jumuiya inapata utawala, watu wengine hawatadhulumiwa na hawatanyima haki zao. जबर के बजाय Hazur anasema kwamba nilimwambia yeye kwamba wingi inayopatikana kwa kushinda mioyo za watu इसके नज़र ambayo inaendelea na ujumbe wa mapenzi haiwezi kufanya dhulma, bali inaeneza mapenzi, नेकियों पर तावन करती है na kwa sababu wanazingatia ucha Mungu और फिर जो na wanazingatia ridhaa ya Mwenyezi Mungu, ये इंसाफ का wanasaidiana katika wema na wanataka wema wanataka msaada katika wema. Nidhamu ya halifa ni kwa ajili ya kuimarisha uadilifu na kwa ajili ya kutimiza haki za watu wengine, si kwa ajili ya kunyima haki. Na mamlaka ambayo itakuwa chini ya baiyati ya halifa itazitia haki za wanadamu, haiwezi kunyima haki za watu. Inaweza sawa na udhaifu wa binadamu, mtu anaweza kukosea katika hukumu, lakini kama mtu anatakwa basi anaweza kujirekebisha. खौफ से
एक बड़ी तादाद मुसलमानों की अहमदी जो मुसलमान हैं ingawa kwa sababu ya mamulla au kwa sababu ya hofu ya dunia कारगर किए हुए हैं, उनसे जुल्म का रवैया अपनाए हुए हैं, idadi kubwa ya dunia inapinga jumuiya na inawadhulumu wanajumuiya, अहमदी इस वक्त बेचैन हैं, मुझसे इज़हार भी करते हैं बाज़ लोग। na hii ni desturi yao waendelee kufanya hivi, lakini wanajumuiya siku hizi wamekosa utulivu, na wengine wananiambia kwamba kwa kuona hali ya Waislamu wote moyo unakosa utulivu. और उनके लिए दुआएं करना Kazi ni kwamba sisi tunawajali Waislamu na tunawahurumia, na kazi yetu ni kufanya maombi kwa ajili yao, na inshallah tutaendelea kufanya hivi. इनका भी ताल्लुक है, कोई रसूख है, Mwishowe nataka kusema tena हुकूमतों के kwamba wanajumuiya ambao wanaishi katika nchi za Arabuni, कि अगर तुमने होश न की, इंसान ambao wanao uwezo भरपूर कोशिश न की, wafahamishe viongozi wao kwamba ikiwa nyinyi hamkujali शिद्दत पसंद ग्रोहों kuhusu hii kwa ajili ya kuimarisha uadilifu तो कोई बईद नहीं। na uchamungu, na ikiwa nyinyi hamkutoa nje katika mikononi ya magaidi, basi katika hali hii si mbali kwamba kwa jina la Islam na kwa jina la dini आवाम को मजीद अंधेरों में धकेल दें, hawa magaidi watapata utawala, नाम पर kisha kwa jina la dini फिरके पर watafanya mambo ambayo साथ की yatasukuma watu wa kawaida katika giza. मुतल्लिक़ मुल्कों में Kwa jina la dhehebu moja litafanya dhulma dhidi ya dhehebu lingine, वहाँ आकर बैठ जाने का उनको अब लाइसेंस, na katika hali hii जिससे फिर फसाद होगा, जानों superpowers zitapata nafasi ya kuingia katika nchi zenu, ये बिला वास्ता na nyinyi mtawapatia lisensi ya kuishi katika nchi yenu, na tena katika hali hii ufisadi utapatikana na watu watauawa, और सबसे बड़ी, na tena जैसा कि मैंने कहा, mtafungwa tena katika nyororo za utumwa. ले सकती Na kama niliyosema, vita kubwa inaweza kupatikana katika hali hii. Mwenyezi Mungu afanyie rehema yake, Mwenyezi Mungu awapatie Waislamu ni viongozi wao na ucha Mungu na hofu ya Mwenyezi Mungu mioyoni wao. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.